Pendo, Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu tena kwa nafasi nyingine ametupatia wiki hii. Tumeimaliza wiki salama na tunaamini kwa neema yake ikimpendeza tutaanza wiki salama. Karibu kwa neno fupi la uzima kwa mama wenzangu, binti za Yesu, vijana wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pendwa wangu, nilikuwa na tafakari, nadhani Roho Bwana alikuwa ananisemesha hata mimi pia, akinionya mimi kwamba baadhi yetu tunashangaza hata malaika. Baadhi yetu tunapambana sana na kuomba, tunapambana sana na kukemea, tunapambana sana na kumlaumu shetani, lakini sisi wenyewe ni kikwazo. Sisi wenyewe ni sababu ya mateso yetu, sisi wenyewe ni sababu ya kwamo yetu. Kuna sababu kadhaa tunajikwamisha wenyewe. Na Roho wa Mungu anasema kuna maombi ambayo sitasikiliza. Hata mtu akilia mpaka asubuhi gani, kuna maombi ambayo sitayasikiliza. Kwa sababu mtu, haleluya, ameamua kutokufuata utaratibu. Mtu ameamua kufuata njia zake mwenyewe. Maandiko tunayopewa, andiko letu litatoka Hosea 4:6. Tunalijua hivi vizuri sana ile neno. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa sababu wewe umekataa maarifa, nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu. Kuona kwamba umesahau sheria za Bwana Mungu wako. Kwa vile umesahau sheria za Bwana Mungu wako, nami nitasahau watoto wako. Na tafsiri moja kwa moja kwenye Kiingereza kwenda kwenye Kiswahili, kwa sababu nilikuja kuona wakati mwingine ya Kiswahili inakuwa ina mapungufu kwenye tafsiri. Hili ni neno tu la kuanzia tu mojawapo. Mpendwa wangu, sisi wenyewe tunajikwamisha. Nilikuwa ninaonywa mimi binafsi kwa safari yangu mimi mwenyewe na Bwana Yesu. Kama kuna vitu natakiwa nivifanye kwa kufuata utaratibu, alafu sifuati ule utaratibu, sababu mojawapo kubwa ni kutokufuata kanuni, kutokufuata utaratibu. Kwa mfano, kazi zangu ninazofanya ofisini, kutimiza kitu mpaka nikimalize project moja, inabidi nianze step ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Nikiruka step ya kwanza na ya pili, mimi nikakimbilia step ya mwisho, lazima ile kazi itakuwa na matokeo yake yana mapungufu. Sasa unakuta Wakristo wengi ni nini? Ninakemea uchawi, nakemea mapepo, nakemea mizimu, nakata vifungo. Kumbe amekiuka zile kanuni, taratibu zinatakiwa ziweje. Anafunga, anaomba, anaongozwa na akili zake, ngoja mimi nifanye kitu fulani. Sawa. Lakini kanuni ziko pale pale. Kama utaratibu wa kutimiza kitu fulani uko kwa njia fulani, ni sawasawa vile useme sijui nitoe mfano gani. Useme labda kusafisha nyumba, wewe useme wewe unasafisha tu mlangoni, unaacha ndani. Au unaacha ndani, unasafisha ndani, unaacha mlangoni. Au sasa tunapojisafisha mwili, unaona watoto wakijifunza kuoga, aoge miguu tu, nimemaliza. Aoge kichwa tu, nimemaliza. Atanuka jasho, hajamaliza. Utaratibu. Ndoa inapaswa ienende vipi? Kuna utaratibu wa kujifunza neno madhabahu ni nini, ili uelewe msingi wako ni ukoje, msingi wa mwenzako ukoje, na kwenye maombi Roho wa Mungu akuongoze. Kuna watu wanaruka hiyo hatua ya Roho wa Mungu. Yeye anajua kila kitu. Hana haja kuuliza Roho wa Mungu chochote. Anaona 1 2 3 hichi kitu kinafaa, akili yake inamtuma fanya hiki, fanya hiki, timiza. Akikutana na changamoto anakemea wachawi. Ndio hayo maombi ambayo Mungu anasema sitayasikiliza. Kwa sababu mtu alishadharau kufuata utaratibu.
na mifano kwenye nyanja kadhaa. Afya ya mtu inatunzwa, afya inatunzwa. Mna neema ambao mko bado vijana, lakini umri ukishaenda, wewe ukute mtu ushakuwa umri umeenda, halafu ufanyi mazoezi yoyote, wewe unakula kitu chochote ovyo ovyo tu, unakunywa masoda hayo, unakula kila kitu unachoona roho yako ijisikie, fine, kula, lakini matokeo utayapata. Unakula vitu vimekaangwa na mafuta ambayo mafuta hajasafishwa, yani mafuta hajabadilishwa. Yule anayekaanga zile chipsi na zile kuku hajabadilisha hayo mafuta mwezi. Matokeo utayapata. Uende kuomba mchawi, Mungu atakuhurumia. Wengine Mungu ni mwenye rehema, anahurumia yule atakayemhurumia, lakini wengi wao unakuta mateso kwenye maisha ni kwa sababu wamekataa maarifa. Kwa kukataa maarifa ya Bwana. Wala hili neno halitakuwa ndefu sana. Hili neno litakuwa ni fupi tu, kwamba tuombe Mungu. Ukiona kitu akiendi, omba Mungu hekima. Hapa nifanyeje? Hapa kuna mahali nimepotea step, kuna mahali nimekosea. Kuwa mnyenyekevu, uliza Mungu, kwa nini mimi sioni mafanikio? Roho wa Mungu ni mzuri sana. Nakwambia mpendwa, Roho wa Mungu ni mzuri mno. Atakupa maarifa, maelekezo. Roho wa Mungu wakati alikuwa ananiambia yeye ana maarifa kuliko wanaosema wametengeneza hata hizi kompyuta. Na ninajua ni ukweli. Si Yakobo 1:5 inatuambiaje? Iwapo yoyote kati yenu amepungukiwa na hekima, basi amuombe Mungu ambaye atoae kwa wingi bila upungufu, naye Bwana atampa. Mwambie Mungu, hapa nimepungukiwa hekima kwenye hili neno, linaendaje? Huwa ananielekeza hata mambo yangu hata ya kazini, mambo mbalimbali, ananielekeza, emfanya hivi, emfanya hivi, emfanya hivi. Pendwa wangu, tafadhali omba maombi yenye mshiko. Usipoteze muda na nguvu, unafunga unaomba, kumbe Mungu maombi yako hayasikilizi. Kuna wakati Roho Mungu alikuwa ananiambia, yani unasema, Roho Mungu alikuwa ananisemesha, anasema yani kuna wapendwa ambao hata malaika wanashangaa wakiona jinsi wanavyopeleka maisha yao. Hata malaika wanashangaa. Huwa nacheka tu, anasema yani malaika wanajiulizaga, anasema hivi hawa ndio ambao Bwana wetu Yesu Kristo alikufa kwa ajili yao kweli hao? Jinsi ambavyo tunaendanaga saa nyingine binadamu, mambo yetu tunavyoenda. Ndio maana tunarudi pale pale. Mpendwa wangu, hakuna shortcut isipokuwa kujazwa na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Hakuna shortcut. Hakuna shortcut isipokuwa kupambanua sauti. Hii ni ya Roho Mtakatifu, hii ni ya mawazo yangu, hii ni ya shetani. Hakuna shortcut. Atakaye kuambia vingine, akuelekeze vingine, wewe ufuate utakavyoona utafuata. Lakini neno la Mungu linasema wazi kabisa, wasioongozwa na Roho wa Kristo sio wake. Na ninajua neno la Bwana halisemi uongo. Mimi huwa namwambia Bwana Yesu, nisikuzoee vibaya na kuomba. Nisikuzoee na kuomba vibaya, tafadhali. Usiache nikakuzoea vibaya. Ukiona nakosea, nionye. Nielekeze, nirudishe kwenye njia. Ananirudishaga. Ananiambiaga, hapa hivi. Hapa tulia, hapa usiongee. Hapa usiamaki. Hapa usijibu. Na wakati mwingine unaona yanayosemwa na kuambia jibu liko hapa tayari. Jibu liko tayari, unataka kujibu, kujitetea. Unaambiwa usiongee hapa. Usiongee. Hata kazini kikiinuka neno fulani, kazini unakuta kuna kitu fulani nimekosea mimi, ndio mimi mwenyewe nimekosea step. Mwenyewe naambiwa nenda kajieleze. Kawaambia solution ni hii, utafanya, utarekebisha hivi na hivi. Naenda. Siku zinaenda. Mpendwa, Bwana Yesu yeye haridhiki, hafurahii kuona sisi tunaishi maisha ya mahangaiko na kuteseka. Lakini tukingangania ubishi, kimoja ni hicho
Kutokuuliza kwanza, sababu ya kwanza ya mateso yetu ni kutokufuata utaratibu. Sababu ya pili nimeisema ni nini? Kutokuuliza Roho Mtakatifu, kutokumuuliza Bwana atupe maarifa. Sababu ya tatu ni ukaidi tu. Mpendwa wangu, hakuna watu wakaidi nimeona kama watu waliokoka. Hakuna. Yani ni wakaidi. Tena kukuta walokole wale wanaofunga na kuomba, yeye anajua kila kitu. Sauti itakayomsemesha atakapoamka kwenye maombi, sauti itakayomsemesha anaenda nayo. Hatulii kuuliza, hii sauti ni ya Mungu? Hii sauti inatoka kwa Bwana? Haya mambo ninayosikia yanaendana kweli na hekima ya Bwana? Yanaendana na kanuni za Bwana kweli? Yeye ataamka na kuambia atakurupuka na atakachokurupuka, na usimwambie kitu chochote. Usimwambie. Sasa kumbe shetani anatega ili mbele huyu mtu, nakwambia shetani ni mbaya sana. Huyu mtu akikwama anarudi tena kwa Mungu. Sasa kwa sababu hasikia hata sauti ya Roho Mtakatifu, kwa hiyo hata Roho Mtakatifu akimweleza wewe hapa ni hivi na hivi ulikosea, hasikii. Yeye akuchukua ile nafasi ya kusema ngoja niongozwe na Roho Mtakatifu. Kila kitu kina kanuni. Nikiamua sasa hivi leo kujenga nyumba, msingi unahitaji tofali kadhaa, msingi wa vyumba kadhaa, usi unahitaji tofali kadhaa, simenti, mchanga, mawe, changarawe, kokoto. Sasa mimi ngoja ni kwa imani napunguza mifuko, napunguza changarawe, napunguza simenti, ninaenda kwa imani. Nyumba itaanguka kama kawaida. Na ikianguka ninarudi kwenye maombi ya kufunga eti nimelogwa na jirani. Ndio mnashangaa nimekuambia Roho wa Mungu alikuwa ananiambia kuna wakati kwa watu wa Mungu, baadhi yetu sisi, mimi mmoja wapo, nilipokuwa ninakosea, malaika wanatushangaa wakitusikia maombi tunayoomba, wakaangalia vitu tunavyofanya, huwa wanashangaa, wanasema hawa ndio Mungu kweli. Malaika mpaka natamani naomba mnipangie mtu mwingine. Samueli 1 sura ya 15 mstari wa 23 inasemaje? Nimepata andiko sawa hii kweli? 23. Niko Samueli ya pili badala ya kwanza. Nataka Samueli ya kwanza. Nimefungua ya pili. Samueli ya kwanza 15. Tunajua sana huu mstari. Unazungumzia ukaidi. Maandiko umesema ukaidi ni sawasawa na nini? Ukaidi ni sawasawa na nini? Inasema mstari wa 23. Samueli kwanza 15 mstari wa 23. Tutasoma katika jina la Bwana Yesu. Inasema kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Aliambiwa hii mtu wa Sauli. Ukaidi, yani Wakristo unakuta ni wakaidi. Tuna deal na watu wa Mungu mbalimbali. Hili neno linanionya hata mimi. Sasa nikitoaga neno, kuna watu wanakuazika, huyu mama ananisema. Mimi sijamwambiwa nimseme mtu. Nimeambiwa nitoe neno. Likikuhusu, likikuchoma ni la kwako. Lisipokuchoma sio lako. Mpelekee ambaye litamsaidia. Ila kuna watu ni wakaidi. Yaani wakaidi kwamba unamshauri 1 2 3 4. Anakuja kwako kwa ushauri. Unamtumia somo, hafuatilii ile somo. Anasema amina, hafuatilii somo. Unamshauri, hafuatilii ushauri. Lakini akikwama analaumia Mungu. Wapo tunawaona ambao wanafuata. Wengine hata hawajaokoka mpendwa wangu, lakini wanafuata ushauri. Anakuja kweli, anakuja kwa maombi, kwa unyenyekevu, na kuambia Mungu anamjibu. Nilijuaga Mungu anajibugi tu sana ambao wameokoka. Tumeona ambao hata hawajaokoka. Hata wiki hii kuna ushuhuda mpaka ulinitoa machozi huo ushuhuda. Mtu huyo hajaokoka hata. Wala hatunzi hata, yani hajaokoka. Yani anaishi tu maisha ya kawaida hivi. Ila anajua ni ninakopita hapa nahitaji maombi. Mungu anivusha kampea.
kwa sababu mwingine Roho wa Mungu anatumia njia hiyo kuwavuta watu kwake, na huyo mtu tunamuombea wokovu, tunaamini itafika siku atafanya nini? Atapokea wokovu, atapokea. Wengine mi wanawaambiaga wanangu hivi, nitatembea na mtu, nitashashauriana na mtu, nitasaidiana na mtu. Roho wa Mungu siku akiniambia niache assignment yako niende nyingine, siku hiyo nitaacha, tenda nyingine. Ina maana muda wangu kwako umekwisha, mwingine atachukua. Ndio maana nawaambiaga mtu akija kwangu kwa ushauri wawe makini sana, kwa sababu mimi naenda na sauti ya Bwana. Ninakoelekea kule nahitaji kutii sauti ya Bwana kuliko maelezo, kuliko kupendezesha mwanadamu. Kwa hiyo ukiona neno nimekuambia, nenda mbele za Mungu. Kama sijakwambia ukatende dhambi, na sidhani kama nishawahi kumshauri mtu akatende dhambi, sidhani. Sidhani kama nimeshamshauri mtu vibaya, Mungu anirehemu. Lakini nikikushauri ukadharau 100%, tatembea na wewe kwa muda, ila itafika siku, na Roho Mungu ananishuhudia. Unaona mateso anayopitia huyu mwanao huyu, unamuona mateso anayopitia kijana wako huyu, unaona mateso anayopitia huyu binti yako huyu, ana mapungufu kwenye hivi. Kuna vitu anapuuzia, kuna vitu anadharau, ila endelea kumwombea. Nitaendelea kukuombea. Ikifika wakati nakwambia ninanyamaza. Yaani ninanyamaza kwa sababu Roho Mungu anakuwa haniambii tena kuhusu wewe. Kwangu mimi kazi kwako inakuaga imefanya nini? Imeisha. Ndio tunavyotembea na sauti ya Mungu. Kwa hiyo wewe pia unavyoenenda hivi, unaenda kwa Mungu unaomba, lakini ni mkaidi. Labda watumishi wa Mungu somo fulani, Roho wa Mungu anajaribu kukusemesha, wewe unaenda kivyako, akili yako, unaona hiyo njia ni ndefu mno. Hiyo njia hapana, mbona sioni solution? Sisi tumezoea kutii sauti ya Mungu, hatuoni mbele njia, hatuoni jibu kabisa. Hatuoni hata itakuwaje. Roho Mungu anakuambia unaniomba hiki, nifanyie hiki. Fanya kazi yangu hii. Fanya kazi yangu hapa. Nakwambia yaani tulivyomshuhudia Mungu kwenye hii safari, siku ya siku Mungu anakujibu njia ambayo hukutegemea. Ndio maana tuko makini, tunaendelea kwenda na sauti ya Bwana. Kupata faida kwenye biashara ni yeye Mungu atusaidiaye kupata faida. Si neno la Mungu limesema? Sasa tukienenda kwa akili zetu, sio Bwana alivyotaka tupate faida, mbele itatokea shida. Ni hivyo tu, mbele lazima itatokea shida. Isaya 48:17 simetuambia ni yeye Bwana Mungu wetu atufundishaye kupata faida, ambaye akuongozaye katika njia ikupasayo kwenda. Jamani, sauti ya Roho Mtakatifu, tunarudi pale. Kama uongoze, yani kuna watu mkaidi, uongoze na mimi nimeshajifunza. Roho Mungu akiniambia hapo nyamaza, nikaongea, moto utalipuka wa ubishi na ugomvi. Haijalishi kama ni kazini, haijalishi kama ni kwa ndugu zangu tunaongeaga, tunafanyaga mikutano yetu, haijalishi kama ni kwa mume wangu huyu mtumishi wa Mungu, haijalishi mtu yote. Nikiambiwa ni nyamaze, hata wanangu, kwa sababu wanangu ni watu wazima, nikikiuka hiyo sauti, moto utanilipukia. Mimi mwenyewe ndio nitahangaika kuupoza. Nikiambiwa fanya kitu hiki wakati huu, kitu hiki usikifanya wakati huu, fanya wakati huu, mambo tu ya kawaida tu ya maisha, nakwambia nitapata matokeo. Hiyo imetoa sababu nyingine hiyo. Haleluya. Bwana atusaidie sana. Tunaenda sababu nyingine. Kwa nini tunakutana na changamoto? Sasa hapa ndio tutasema nini? Tumesema ukaidi. Tumesema kutokusikia sauti ya Mungu, kutokuuliza Bwana. Tumesema sababu zote. Sasa hivi ndio naona sasa utadili na nini? Ni uvivu. Yaani kabla kusingizia uchawi, vifungo na shetani, ni mtu ana roho ya uvivu. Yaani amefungwa na uvivu na uzembe.
Mimi sijui sana, sidili sana na watu wa duniani sana, isipokuwa kwenye kazi. Ila nimeona kuna baadhi ya watu wa Mungu uvivu umewashika. Uvivu, uzembe. Uzembe unamsababisha anatengeneza mazingira endelee kufungwa. Uzembe. Nyumba yako, nawaambiaga kina mama na mabinti, hata vijana wetu ambao hawajaoa, nyumba yako ukiwa wewe ni mvivu kufanya usafi na kufanya vitu katika mpangilio, wewe umeshakaribisha mapepo. Lazima yaishi ndani ya nyumba yako, na mapepo yakiishi kwenye nyumba yako, hata kama ni ofisini. Tunaona watu maofisini mwetu tunakofanya kazi, mtu ofisi kama vile radi imepiga pale, karatasi kila mahali, mafaili kila mahali, nyumba unakutana yani ni vurugu, mapepo yanaishi pale. Na pepo ukifungua mlango wa jinsi hiyo, magonjwa, kuna roho ya chuma ulete, vitu vinapotea ndani, wewe unaenda kununua vingine, kumbe viko ndani, hujaviweka kwa mpangilio. Si ni pesa inatoka hapo? Si ni hasara? Alafu unanunua vitu unarundika ndani. Kitu kingine ambacho utakuta katika uzembe na huo uvivu na uchafu, ukiona nyumba yako imerundikana mavitu sana, pigana muda wote vitu kurundikana. Kurundikana bila mpangilio. Hiyo ni zoezi endelevu, mpendo wangu. Maisha yetu yanafanya tunapenda tunarundika vitu, tunaweka, yani unakuwa vitu havina sehemu yake ya kukaa. Unakaribisha mapepo, vifungo. Unaona maisha yako hayaendi. Unaona nyumba yako haina amani. Nyumba yako yani ni kwa sababu milango imefunguliwa. Na nani? Na wewe mwenyewe. Hakuna kulaumu. Ni hivyo tu. Ni wewe mwenyewe kabisa. Unaona? Mpendwa, hekima ya Bwana, hekima ya Bwana, hekima ya Bwana. Hii point inaenda na nini? Na nidhamu. Omba nidhamu. Nidhamu ya kutii sauti ya Bwana kwa wakati. Roho wa Mungu alishaniambia neno hili linasema hivi: delayed obedience is disobedience. Delayed obedience is disobedience. Roho wa Mungu akawa ananionya katika safari yangu ya maisha. Kuchelewa kutii kunahesabika na sawasawa na kutokutii. Yakobo 4:17 inasemaje? Mtu ajuaye kutenda mema na asitende, kwa huyo mtu ni dhambi. Unaambiwa uamke uombe. Ndio maana kuna mpendo wangu yule ameniambia, dada, umenitumia ujumbe saa 10 usiku, lala. Wengine tunaamshwaga usiku, usingizi unakataa, unaambiwa omba. Unakataa kabisa. Na ni mpaka uombe ndio utarudi kulala. Unaambiwa funga, leo amka, unaamka leo funga. Mara nyingi kuna mtu, mimi wasina haja hata kujua ni nani nafunga na muombe. Nafunga, naomba vile Roho wa Mungu ataniongoza. Ndio maana kuna mwanangu mmoja kwa anasema, mama, saa nyingine sio lazima kufunika kichwa. Huyo mwanangu bado Bwana Yesu anasema naye, anampeleka kwenye safari. Sio lazima kufunika kichwa muda wote. Wengine tunaomba muda wote, lazima tufunike kichwa muda mwingi, muda wote. Kwa sababu tunaomba muda wote, yule Roho wa Mungu anakushtua ufunge. Kuchelewa kutii kunaleta hasara kipesa, hasara kimwili. We chelewa deadline zako kazini, uone kazi yako itaendaje. Alafu uingie kufunga na kuomba, unakemea wachawi, wakati we mwenyewe ni mzembe, ni mvivu, utimizi deadline zinazotakiwa. Sio makosa ya Mungu, sio makosa ya shetani, ni makosa yako. Badala kumuomba Mungu, nisaidie kumanage muda wangu vizuri, nisaidie kufanya kazi zangu kwa ufanisi, nisaidie nyumba hii, naona kama mpangilio wa hizi shughuli, hizi kazi nizifanyeje hapa ndani nyumbani kwangu pakae vizuri, chakula kiwe kwa wakati. Mume wako analalamika ala chakula kinachelewa. Kuwa na maarifa. Kataa uvivu na uzembe. Kama wewe sio mlemavu, kuna walemavu kuna dada mmoja namuondaga mtandaoni humu kwenye YouTube. Ni mlemavu, nadhani hana miguu. Jamani, ana mme mzungu na wana watoto. We, acheni kulaumu mambo ambayo hayataki kulaumiwa.
Kwa hiyo kuna mambo ambayo ni wajibu wetu. Tunapambana na hali zetu. Nataka nifike hapa, lakini nina kikwazo hapa. Tunapambana na hali zetu. Pambana na hali yako, nilitoa hilo somo. Pambana na kikwazo chako. Kwa mfano mimi, nitaka kwenda kufanya biashara. Biashara inabidi nichukue hatua kufanya uchunguzi. Kwamba hii biashara imeendaje, inaendaje. Haleluya. Nikiruka hizo hatua za mwanzo, nimesema mwanzo ni kufuata utaratibu. Nikisema uvivu, uzembe, mimi naenda tu kununua biashara, naanza kuuza. Kukwama lazima nikwame. Baada ya hapo ni nini? Kukemea mapepo. Ngoja nifunge kwanza. Ngoja niombe. Ndio maana tunashangaza nini? Tunashangaza malaika. Wanatuangalia watumalizi wakati mwingine. Watumalizi, nasema wanadamu. Ndio Yesu wetu alikufa kwa ajili yao. Akachapwa mijeledi kwa ajili ya hao. Wako hivi. Ndio hicho. Kataa uzembe. Mwisho, Roho Mungu ananiambia pointi ya mwisho nitaizungumzia. Ni dhambi. Dhambi. Ukicheza na dhambi. Dhambi inaendana na kupungukiwa na hofu ya Mungu. Wewe dhambi ya mawazo, maneno na matendo. Dhambi. Ogopa dhambi. Chukia dhambi. Dharau. Usipende kuwazia mtu mabaya. Hata kama anaonekana haeleweki. Kuna watu tunawaona huku barabarani wanatembea nusu uchi. Sasa hivi ni wakati wa joto. Mpendwa, zimeingia kaptura mpendwa wangu. Naomba nisizielezee. Hii ni madhabahu ya Bwana. Huwa naangalia pembeni. Wakuombea naombea. Najitakasa nasonga mbele. Sio kupenda kwao wanatembea vile. Sio kupenda kwao. Hata sisi tunaovaa nguo ni neema tu ya Mungu. Sio kupenda kwao mpendwa. Usihukumu, usilaumu. Dhambi ya mawazo hiyo. Nilikuwa nasikiliza neno la Mungu au nimesoma wapi leo? Watumishi wa Mungu humwelewi anavyoenenda. Mungu aturehemu. Unaona mtumishi wa Mungu huyu ana mapungufu hapa na hapa na hapa. Muombee, usimhukumu, usimdharau. Utafungua mlango wa shetani kukutandika wewe, kukuhamisha wewe. Na anakuwa na haki yote 100%. Maneno. Wanawake tunaombea masengenyo. Epuka, acha maneno mengi. Kwenye maneno mengi, hata Biblia imesema dhambi haikosekani. Punguza maneno. Mwingine ni muongo kabisa. Ni muongo, ni muongo. Mwingine ni muongo. Anakuwa hata ukienda tena ogopa sana unavyodeal na watumishi wa Mungu. Unaenda kwa mtumishi wa Mungu, umwambie ukweli wote. Anatumia nguvu zake muda wake kukuombea wewe. Na mwingine hata anakusaidia labda pesa. Hujamwambia ukweli mambo uliyofanya. Wewe kutandikwa utakuwa mtandiko. Ndio maana wanasema mimi nitaenenda na mtu. Roho Mungu siku akinizuia nafasi, kazi yako na huyu imeisha. Mpendwa, kazi yangu imeisha. Ina maana Roho Mungu nisiingilie kazi ya Bwana, anampeleka safari hatua nyingine ili amvushe yule mtu. Siwezi kujifanya Mungu mimi. Kuna ambao watashindwa kunielewa, kuna ambao watanilaumu, kuna wengine watanikasirikia, kuna wengine wataninunia. Mimi nasikia sauti ya Bwana. Niko hapa kwa neema na huruma za Yesu Kristo. Na kuhakikishia kabisa nisingepaswa kuwa hai siku ya leo. Niko hai kwa sababu kuna kazi vya katika shamba la Bwana. Roho Mungu anaona naweza kuendelea kuvifanya. Ndio maana niko hapa. Sasa mimi afadhali nitii sauti ya Bwana. Nikukwaze wewe. Wengine wameokoka lakini ni waongo. Ni wadanganyifu, hawasemi ukweli, sio wawazi. Umeona? Nimekumbuka neno, kuna mgonjwa wangu mmoja kwenye jengo langu, kitengo ninachofanya kazi. Napenda kuzunguka kuatia moyo nasalimia na hapo. Kuna mmoja anampenda sana Mungu sana, huyu baba. Ni mzee. Anampenda Mungu sana. Anapendaga kuongea. Ukimuona tu anamsifu Bwana. Akiniona tu, Bwana Yesu asifiwe mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Asa aliniambia neno juzi. Akaniambia unajua mimi kazi nilikuwa nafanya mama? Anasema wananitaga mama. Unajua ni Marekani mweusi. Unajua kazi nilikuwa naifanya Mimi nilikuwa mshauri katika huduma ya kusaidia watu wanaosumbuliwa na madawa ya kulevya. Anasema na nilikuwa kuna neno napenda kuambia.
Nilikuwa napenda kuambia hivi, you can never con God. Don't ever think you can con God. Yaani maana yake kwa Kiingereza, kwa Kiswahili, nilikuwa nawaambiaga hao watu ninaowashauri, hata siku moja usidhanie wewe unaweza kumtapeli Mungu. Kamwe huwezi kumtapeli Bwana. Kumkon mtu ni kumtapeli, ni kama kumfanyia utapeli. Yaani wewe umeokoka, unafanya vitu vya vificho, muongo, mdanganyifu, mtu wa dhuluma, hufuati maelekezo, yaani unafanya vitu kivyako, unafuata akili yako, utii neno la Mungu, huogopi Mungu. Wewe ikibidi nafasi ya kudanganya unadanganya, nafasi ya kutapeli unatapeli, na nafasi ya shortcut unapiga shortcut, alafu unaenda kwa watumishi wa Mungu wanakuombea, na wengine wanakutoa mfukoni kwao wanakusaidia. Yaani unajilaani maisha yako mwenyewe. Unajilaani maisha yako mwenyewe. Unaongea tu hovyo dhidi ya watumishi wa Mungu. Yaani unaenenda tu kivyako. Usilaumu mtu, ni wewe mwenyewe. Omba neema ya kubadilika. Badilika. Hili neno linanihusu na mimi. Kwa sababu kuna watumishi wa Mungu ninawaona. Wengine tulikuwa tunafanya nao huduma, wengine tunafanya nao huduma sasa hivi. Wengine ni watumishi wa Mungu watarajiwa. Ninaonywa na mimi hili neno pia. Haleluya. Kwa hiyo hivi vitu tunapoenda kwenye maombi ya kufunga na kuomba na kukemea shetani, tuhakikishe haya maeneo kwanza tumeyatilia makini, ili maombi yetu yasikilizwe, ili tusipoteze muda na nguvu zetu, ili tusimdharaulishe Bwana Yesu kwa maisha yetu. Roho wa Mungu ananishuhudia, somo limetimia. Siwezi kuendelea kama Roho wa Mungu amesema imetosha. Tuombe neema na rehema. Pale ambapo utaona hili neno, rudi ulisikilize. Pale eneo ambalo utaona Roho wa Mungu anakuonya wewe, ina maana kuna sehemu Roho wa Mungu anakuhurumia, Mungu anakupenda, anakuonesha hapa, rekebisha, hapo ulikosea, tubu. Pa kwenda kukiri, nenda kakiri, ili usijikwamishe maisha yako mwenyewe. Bwana Yesu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Anatupenda, anatujali. Barikiwe sana na uwe na wiki njema yenye baraka. Amina. Ni mimi Mama Sims wa Jesus Reigns Restoration Ministry. Ukihitaji somo lolote, karibu. Tukikupatia somo, hakikisha unalifuatilia, usije ukahukumiwa. Ukihitaji ushauri wowote, karibu. Tutakushauri kama tuna huo uwezo. Bwana asipotusemesha chochote, tutakwambia hili la kuombea. Tukikwambia fuatilia kitu fulani, fuatilia. Kuna wanaokuja wanahitaji kwenda makanisa na wako nchi kama Kenya, wako wanapata makanisa, wanasonga mbele na Bwana Yesu. Kazi yetu imeisha. Mwingine anataka masomo ya Roho Mtakatifu, tunamtumia. Pambana, tunamtumia na watumishi wa Mungu wengine wanaofundisha hilo neno, kwa sababu watumishi wa Mungu wapo, wenye neema wapo, wanaotunza utakatifu wapo, wanamuogopa Mungu. Yaani hawako kwenye huduma kwa sababu zao binafsi, kujikuzia jina, wako kwa ajili ya watu waende mbinguni. Tutakutumia hao, watakusaidia. Ubarikiwe sana na uwe na wiki njema yenye baraka. Usisahau kutuombea, na sisi tunakuombea wewe, yoyote yule mnayesikiliza jumbe hizi. Hii safari tunataka tufike siku ya mwisho, tukubalike kuingia mbinguni.